Anasema mwana wako amesimama mbele yako. Ako tayari kuzungumza na wana wako. Zungumza ndani yake anapozungumza na wana wako katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Watu wa Mungu, siku ya leo topic inasema kwamba the hero who works with us. Shujaa ambaye anayetembea na sisi. Shujaa anayetembea na sisi kila wakati. Tunaona kwamba Mwenyezi Mungu anatembea pamoja na sisi kila wakati. Tunapotoka nyumbani, tunapoelekea kwingine, Yesu anatembea pamoja na sisi. Shujaa wetu hakuna siku ameweza kutuachilia. Tunapopanda gari anatembea na sisi. Tunapofanya jambo lolote anatembea na sisi. Watu wa Mungu, sikiliza. Katika kitabu cha Isaya 41 mstari wake wa kwanza inasema kwamba usiogope maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu naam nitakusaidia. Sikiliza watu wa Mungu, Yesu anasema, shujaa wetu anasema kwamba usifadhaike na usiogope jambo lolote, kwa maana mimi mwenyewe nitakuwa pamoja na wewe. Historia ikaenda namna hii, ikasema kwamba palikuwa na mtoto mmoja ambaye alipokuwa pale nyumbani, mama yake akamtuma pale Kishagi yeye mwenyewe afanye kile ambacho ameambiwa. Akafika pale Kishagi, akakawia hadi saa 12. Ilipofika wakati wa kurudi nyumbani, kwa sababu msitu ulikuwa mkubwa sana, akaogopa kupita ile msitu kwa sababu wanyama walikuwa pale. Yeye mwenyewe angeweza kupita ile msitu. Alipofika pale akafadhaika sana, akajawa na hofu, akaanza kulia. Ile bunde akakumbuka kwamba kumbe mama yangu alinifunza jinsi ya kuomba na jinsi ya kuimba. Alipofanya jambo hilo, akaomba kisha akaimba. Akatembea katika ile msitu ndani yake hadi akatoka, na alipomaliza akasema amen, amen, maana Mwenyezi Mungu amemwongoza. Anasema kwamba katika kitabu cha Isaya 41 mstari wake wa kwanza, anasema kwamba msifadhaike, msiogope, usiwe na hofu, kwa maana mimi pamoja na wewe tuko katika njia moja, kwa sababu mimi natembea na wewe. Huyu shujaa wetu, yeye mwenyewe ni shujaa wetu wa kweli. Sikiliza, shujaa wa kweli haendi vitani peke yake. Shujaa wa kweli ambaye ni Yesu Kristo hawezi enda vitani peke yake, kwa maana watu haendi vitani yeye mwenyewe. Wakati ambapo pale nyuma Yesu anasema kwamba mimi nikiwa shujaa siendi peke yangu vitani. Sikiliza, anatembea na wapiganaji wake. Vile Yesu shujaa kutoka juu mbinguni hakuja kutuokoa. Sikiliza, anasema kwamba bali andamana nasi kila hatua ya maisha. Sasa tunaona kwamba huyu shujaa wetu hakuja tu kufanya nini? Hakuja kutuokoa, ilhali alikuja kuandamana na sisi kwa kila hatua. Tunapopiga kila hatua, yeye mwenyewe hako pamoja na sisi. Kila hatua tunapopiga, wapendwa, hako pamoja na sisi. Hawezi kutuacha ndani ya maisha yetu. Huyu shujaa wetu anazidi kutuongoza, wapendwa. Yesu shujaa wetu anatupenda sana, wapendwa. Kila ambacho inaomba matumaini wakati wa sasa, tunaona kwamba ushujaa wetu hakuna siku awasinzia. Ushujaa wetu anazidi kufungua macho asubuhi hata jioni, usiku wote anazidi kutembea pamoja na sisi. Tunapolala Mwenyezi Mungu anatulinda, tunapotembea ushujaa wetu anazidi kutushika mkono wetu. Sikiliza, Mungu anatembea na watu wake. Mungu mwenyewe anatembea na watu wake. Sikiliza, kwa njia gani? Kutoka katika kitabu cha Kutoka 13:21 hadi 22. Sikiliza, wakati wa safari ya jangwani, Mungu aliwapa wingu mchana na moto usiku. Haikuwa msaada wa mbali, ulikuwa uwepo wa karibu. Sikiliza, wana wa Israeli walipokuwa wanatoka katika ile mji wa Misri, Yesu mwenyewe shujaa alikuwa anaongoza wana Israeli. Hakutumia wingu na usiku alikuwa anatumia nini? Alikuwa anatumia moto. Sikiliza, wana wa Israeli hawakuwa peke yao. Kwa maana gani? Yesu huyu shujaa wetu anazidi kutembea pamoja na sisi. Alikuwa anatembea pamoja na wana Israeli walipokuwa wanatoka, aliweza kuwasaidia. Aliona kwamba hawa ni watoto
wangu. Hivyo basi wewe nawe kumbuka kwamba wewe mwenyewe hauko peke yako. Yesu mwenyewe ako pamoja na wewe, huyu shujaa ambaye tunazungumzia. Watu wa Mungu, ujumbe wa Yesu Kristo anasema kwamba Yesu hayuko mbali. Yesu Kristo hayuko mbali pamoja na sisi. Yesu Kristo anatutazama, anasikia kila mmoja atasema, anakutembelea nawe kila wakati usiku. Anatembea kila wakati. Anakutembelea asubuhi, saa 6 na hata jioni, hata usiku. Anatembea, anaconfirm jinsi ambavyo uko. Anaconfirm wewe uko aje mpendwa. Hauko peke yako mpendwa. Tembea na Yesu kila wakati, naye atatembea pamoja na wewe. Asikilize njiani kwenda Emau. Katika kitabu cha Luka 24:13 hadi 35. Sikiliza, wanafunzi walifunjika mioyo waliposikia kwamba Yesu amekufa. Wakafa moyo, wakaona kwamba Yesu hapo hayupo tena pamoja na hawa. Walikufa moyo, wakaona kwamba Yesu yupo wapi tena. Wakafa moyo. Asikiliza, lakini Yesu akasema kwamba Yesu akaandamana. Aliwaandamana nao bila wanafunzi kujua. Wanafunzi wanajua kwamba Yesu amekufa, lakini Yesu alikuwa anaandamana na hawa bila kujua. Wanafunzi hawa hawakuwa wanajua kwamba Yesu ako pamoja na hawa. Sikiliza, akawafungulia maandiko, akawatia moyo. Huyu Yesu aliwatia moyo kila wakati, kwa sababu hawa walikuwa wakufa moyo, wanaona kwamba Yesu hayupo pamoja na hawa, lakini Yesu alikuwa pamoja na hawa. Hata kama hawaoni, Yesu alikuwa pamoja na hawa. Sikiliza, ujumbe wako mpendwa inasema hivi: Yesu yupo hata unapohisi uko peke yako. Unapohisi kwamba niko peke yangu, Yesu ako pamoja na wewe wa kila hatua unapopiga mpendwa. Upo wakati hujui, lakini yeye yupo. Unaona kwamba hayupo, lakini wewe mwenyewe unapokaa pale, Yesu yupo pamoja na wewe kila wakati. Mungu anatembea kwenye moto. Mungu mwenyewe anatembea kwenye moto. Danieli 3:24 hadi 25. Sikiliza, Mfalme Nebukadneza aliona mto wa 4 ndani ya tanuru la moto. Sikiliza, wakati ambapo Shadraka, Meshaki na Abednego walipotupwa ndani ya moto, mfalme alipotazama kwa makini akaangalia watu 4 na anajua kwamba watu 3 walitupwa ndani ya moto. Alipochunguza vizuri akajua kwamba huyu wa 4 ni Mungu. Tunatazama kwamba Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wanatembea na Mwenyezi Mungu. Yesu mwenyewe alisema kwamba sitaweza kuwaacha watu wangu kwa sababu hawa ni wapenzi wangu. Watu wa Mungu, hii imetupa ishara kwamba Yesu anazidi kutembea pamoja na sisi. Watu wa Mungu, tusiwe moyo, tusipoteze matumaini, kwa maana Yesu anatembea pamoja na sisi kila wakati. Mungu wetu ni wa kweli. Kwa maana gani? Anazidi kutembea pamoja na sisi. Moto wako hautaweza kuteketezwa ikiwa shujaa kutoka juu mbinguni anatembea pamoja na wewe. Ikiwa shujaa wako anatembea pamoja na wewe, moto wako hauwezi kuteketezwa. Maisha yetu ya kila siku, Yesu anatembea pamoja na sisi. Shujaa wetu anatembea pamoja na sisi. Katika kitabu cha Mathayo 28:20 anasema kwamba nipo nawe kila wakati, nanyi kila siku nitaweza kuwa pamoja na nyinyi kila wakati. Hakusema siku za furaha tu, bali siku zote. Huyu Yesu shujaa wetu hayuko pamoja na wewe wakati wa furaha, bali tu wakati wa huzuni, na kila wakati ako pamoja na wewe mpendwa. Wakati wa huzuni, wakati wa furaha, huyu shujaa anazidi kusimama pamoja na wewe kila wakati. Mpendwa, kuwa na furaha kwa sababu shujaa wako anazidi kusimama pamoja na wewe. Anazidi kusema kwamba nitakupa upendo, nitakupa furaha mpendwa. Yesu ako pamoja na wewe mpendwa. Usikate tamaa hata ujapokuwa unakataliwa na ndugu yako.
mpendwa, simama imara. Shujaa wako anazidi kusimama pamoja na wewe. Sikiliza, je, umetembea peke yako leo? Nina swali kwako mpendwa. Je, umetembea peke yako siku ya leo? Ulipoamka asubuhi, je, umetembea peke yako? Je, ulipokuwa unaenda dukani, je, ulitembea peke yako? Je, ulipokuwa unaenda kufanya jambo lolote, je, ulikuwa peke yako? Swali likaja kwako mpendwa. Sikiliza, unapitia changamoto, huzuni au mashaka? Je, uko peke yako? Unapopitia changamoto, mashaka na huzuni, je, uko peke yako? Sikiliza, shujaa wetu kutoka juu si wa mbali, yupo anatutazama kila wakati. Unapokuwa na changamoto, yeye mwenyewe ako pamoja na wewe. Unapoona ya kwamba unatembea peke yako, Yesu shujaa anatembea pamoja na wewe kila wakati. Mpendwa, usife moyo. Huyu shujaa wetu aliye juu mbinguni anatembea pamoja na wewe kila wakati. Anasema kwamba wewe mwenyewe hauko peke yako. Mwalike Yesu atembee na wewe tena leo, isi siku nyingine. Leo wakati wa sasa, mwalike yeye atembee pamoja na wewe. Usione kwamba Yesu yuko mbali, hako karibu na wewe. Mwalike yeye naye atatembea pamoja na wewe. Sio tu wakati wa sasa, ni kila siku. Bwana, mwambie yeye kwamba sitaki kuwa peke yangu. Ninahitaji kuwa pamoja na wewe kila wakati. Yeye mwenyewe ni rafiki wa kweli, si rafiki wa leo tu, bali rafiki wa kila siku. Mpendwa, sauti ya Yesu inasema kwamba, sauti ya shujaa inasema kwamba nitakuwa pamoja na wewe kila wakati. Sauti ya Yesu inasema kwamba ijapokuwa unakataliwa pale nyumbani, ijapokuwa unakataliwa pale kijijini, ijapokuwa unakataliwa pale kazini, Yesu yupo pamoja na wewe kila wakati. Shujaa wako hako pamoja na wewe kila wakati. Wote katika senta hii, Mungu wetu yupo pamoja na wewe kila wakati. Kwa sasa hadi mwisho wa dahari, anasema kwamba nitasimama na wewe katika hali ya huzuni, katika hali ya upendo, katika hali ya furaha. Nitasimama pamoja na wewe, na wewe mwenyewe utafaulu katika maisha yako. Mungu aweze kubariki sana katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Mungu, wewe ni shujaa wa amani. Mungu wetu, usituache. Watu katika senta hii, Mwenyezi Mungu, wanahitaji kutembea pamoja na wewe. Mungu wetu, shuka siku ya leo. Wakati wa sasa, Mwenyezi Mungu, tembea pamoja na wana wako. Mungu wetu, tunakualika ili uweze kutawala mioyo yao. Tunakualika ili uweze kutawala akili zao kila wakati. Mwenyezi Mungu, wanakuhitaji Mwenyezi Mungu, usiwaachilie kwa sababu hawa ni watoto wako. Mungu wetu, utuongoze tangia sasa hadi mwisho wa dahari, katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen.